Kimsingi jambo la uzinduzi wa ligi ya Misenyi Cocoa Cup ni jambo ambalo tumejipanga, ni jambo la kiukweli. Naam, asante sana. Hapo ndo watu kabisa wanatamani kukufahamu wewe ni nani. Ulijulikana zaidi kwenye ile masuala ya jicho la Misenyi wakati huo nakumbuka. Ya, kwa majina naitwa Francis Boniface Rutachunzibwa, ni mkazi wilaya Misenyi, kata ya Bwanja, tunaita chapter. Tuna umoja wetu unaitwa Umoja wa Jicho Misenyi. Kwa umoja huo mimi ni katibu mkuu wa Umoja wa Jicho la Misenyi. Moja kwa moja tupeleke katika kile ambacho mnataka kukiandaa kuhusiana na ligi ya Misenyi Cocoa Cup mwaka 2026. Lengo lilikuja vipi na kwa nini mmeamua kuanza na kipaumbele hicho, Bwana Ruta? Asante sana ndugu wasikilizaji ambao wanasikiliza kipindi hiki. Bahati nzuri tafiti zangu zinaniambia ni kipindi ambacho kina wasikilizaji wengi. Naam. Na kufarijika sana ndugu mtangazaji kuweza kupata simu yako na kupata wito wa kuweza kuzungumzia yale ambayo yanajiri yaliyo mazuri ndani ya wilaya yetu, mkoa wetu, ndani ya taifa la Tanzania. Ndugu msikilizaji, mwaka jana tulizindua Misenyi Festival, na bahati nzuri na wewe ulikuwa mshiriki na uliona tulivyozindua tukio lile. Hakika. Mwaka huu tunaifanya rasmi Misenyi Festival. Hii tunachotafuta, tunaijenga wilaya yetu kuwa ni Misenyi City. Nadhani tunapozungumzia Misenyi City, watu wanaweza kuona ni jambo kubwa sana ambalo ni gumu kuwezekana. Tunatoa mfano wa Singapore, Dubai, Miami City ilivyojengwa, historia yake tumejiridhisha, tumeona na sisi Misenyi tuna uwezo wa kufanya haya mambo. Sasa nije kwenye jambo lako kuu lilofanya nisikike kwenye redio ya Karagwe. Naam. Mwaka huu tuna Misenyi Festival. Misenyi Festival inaanza mwezi wa 8, na Misenyi Festival ya mwaka huu imebeba mambo makuu matano. Jambo la kwanza ni Misenyi Cocoa Cup ambayo inaanza mwezi wa 8. Jambo la pili ni Misenyi Marathon. Jambo la tatu ni Misenyi Traditional Festival. Jambo la 4 ni mchezo wa rede. Jambo la 5 ni mchezo wa kuvuta kamba. Jambo la mwisho kabisa ni tenti, yani siku ya tarehe 22 mpaka tarehe 26, chapters zote, naposema chapter na maanisha kata zote 20 za wilaya ya Misenyi zitaweka tenti pale Bunazi, zikiwa na maonyesho tofauti na ushindani kama tunavyoona Sabasaba. Kidogo nimetoa intro ya Cocoa Cup. Kwa maswali zaidi ili niingie ndani ya Cocoa Cup, niko tayari kuyajibu. Asante sana. Umeliweka vizuri kwamba mmerenga kwanza hivyo. Na labda katika mpira huu wa miguu, na ingawa mtakuwa na mashindano mengine pia, umezungumzia pia na marathon. Unajua mpira wa miguu kwa sasa ni uwanda mpana sana na sekta michezo kwa ujumla. Mnataraji labda ligi iwe ya namna gani kutokana na namna ambavyo mmepanga kuiratibu, watu waone burudani ya namna gani na vipaji vile ambavyo vitaibuliwa pale, mmerenga labda kuviendeleza zaidi, Bwana Ruta? Asante sana. Kimsingi, kabla sijaenda kwenye ufunguo wa vipaji ambavyo vitaibuliwa vitaendelezwaje, ligi iwe namna gani? Ligi itaanza mwezi wa 8. Kipenga kinaanza kupulizwa mwezi wa 8, na ni ligi ambayo nadhani haijawahi kutokea kanda ya Ziwa katika ambayo tunaenda. Unajua ndugu mtangazaji, hamasa ya kutengeneza eneo fulani kuwa city ni jambo ambalo linahitaji nguvu kazi na ushauri na ushirikishwaji. Na bahati nzuri tuna pale mkurugenzi, napenda kusema ni mashine ya kusaga na kukoboa, jembe lenye mpini, anaona mbali. Ni mkurugenzi ambaye ana maono. Tunamshukuru Mungu, Mheshimiwa Rais kumuongoza na kuweza kutuletea sampuli ya mkurugenzi ambaye tunaye. Sasa hii ligi tunataka iwe ligi ambayo itashangaza Watanzania wengi. Wilaya imewezaje kuwa na mfano bora wa ligi itakayokuwa bora?
tunachotafuta ni kuwa na ligi ambayo itabrandi wilaya, ili wilaya kuwa katika eneo fulani la maendeleo na dunia nzima ione wawekezaji waje, lazima kuwe na matukio makubwa. Na ndio maana mwaka huu tunakuwa na tukio la ligi ambayo itaanza mwezi wa 8, itaenda mwezi wa 9, itaenda mwezi wa 10, itaenda mwezi wa 11, itahitimishwa mwezi wa 12 tarehe 26, kilele cha Misenyi Festival. Hapo ndio watu tunaweza kuangalia ligi itakuwa vipi. Umelifafanua vizuri kwamba hapo ndo mtaweza kuona kwamba ligi itakuwa vipi. Na katika jambo jingine, bahati nzuri umoja wa jicho la Misenyi na mlivyozindua Misenyi Festival, mlisema kwamba hii ni rasha, kuna mazuri ambayo yanakuja. Tuje katika upande wa marathoni, watu wamekuwa wakiona labda Kilimanjaro huko, lakini pia na katika kanda nyingine tofauti na kanda ya kati huko Dodoma na maeneo mengine, marathoni na nyoyo mnataraji iwe ya kishindo, Bwana Ruta? Asante sana. Mwaka huu tunazindua Misenyi Cocoa Cup mwezi wa 8. Marathoni mwaka huu tunaenda kuitambulisha. Hii itakuwa ni ya mwezi wa 12. Tunaenda kuitambulisha marathoni, tunaenda kutambulisha Misenyi traditional dances, tunaenda kutambulisha mchezo wa rede, tunaenda kutambulisha mchezo wa bao, tunaenda kutambulisha mchezo wa kuvuta kamba. Haya yote yanaenda kutambulishwa kuanzia next year. Haya na yenyewe yatapangiwa tarehe yake. Tunapanga mwaka kesho, mwezi wa 4, tutakuwa na marathoni kubwa, tukio kubwa ambalo ni la kihistoria. Tutakuwa na Misenyi tradition ya kihistoria mwezi wa 7 next year. Ila sasa tunataka haya yote ili watu wajue kuwa umoja wa jicho la Misenyi uko kivitendo zaidi na una dhamira ya dhati kuvuta wawekezaji kwenye wilaya ya Misenyi baada ya kuona ligi kwa macho mwaka huu. Mwaka huu, ndugu msikilizaji unayenisikiliza, tunaenda kuamsha wilaya ya Misenyi. Mnayoijua itabadilika chini ya mkurugenzi wetu mtendaji John Paul. Ana hakika maono yake ni makubwa, na sisi kama wana umoja wa jicho la Misenyi tunaenda kuweka kitu. Kwa hiyo mwezi wa 8 nina imani masikio ya wana Karagwe FM watasikia kitakachokuwa kinaendelea. Bahati nzuri imeshaingia kwenye mpango kazi. Habari zitakuwa zinarushwa kuanzia mwezi wa 7. Nadhani tutakaa kikao na media zote za mkoa Kagera ukiongozwa na waandishi nguli ambao wanapatikana kwenye kituo hiki ambacho nasikika sasa hivi, namna ya kumonitor hii ligi. Tutapeana airtime kivipi ili iwe narushwa live moja kwa moja. Kwa hiyo mwezi wa 8 inaenda kuzinduliwa ligi, na tunapoizindua ni nani stop. Manake kuna makundi, tunaanza raundi ya kwanza, raundi ya pili, raundi ya 3. Viwanja vyote vya wilaya ya Misenyi vitakuwa vinachezwa kwa kila siku mpaka mwezi wa 10 tutakapoenda robo finali. Manake ligi itaanza mwezi wa 8, wa 9, wa 10. Haya yote yatakuwa ni mzunguko wa makundi, na kila siku mambo yatakuwa yako uwanjani. Mwezi wa 10 ndo robo finali. Hapo ndo tutapeana nafasi ya walau ya wiki au wiki 2 kupumzika. Nataka maswali nifafanue kwa kinagaubaga ligi itakuwaje, zawadi, mambo yapi mengi. Nasubiri maswali. Na hapo nitaka nijikita katika upande wa zawadi, maana za ndani inaeleza kwamba kuna zawadi nono ambayo imeandaliwa, kwamba mmejipanga kweli kweli kwenye uratibu wa zawadi. Ni sahihi ndugu mtangazaji. Unajua nizungumze kwa hisia, hata naye nisikiliza anisikie kwa hisia. Unajua mkoa wa Kagera tuna watu wenye uwezo wa kifedha. Wilaya zetu hizi tuna watu wenye uwezo wa kifedha. Mbali na uwezo wa kifedha, tuna watu wenye akili mbadala ya kuwezesha mkoa wetu uweje. Kwenye wilaya zetu tuna watu wenye uchungu sana, lakini walikuwa bado hawajapata platform. Sasa kwa sasa tunataka tuanze sisi kama wana Misenyi. Mimi nazaliwa kata ya Bwanja, kijiji wa Mashonga, kitongoji Mgana. Ni kijana tu ambaye bado ni umri wangu bado na uhitaji kufanya jambo. Nataka wana Misenyi wote ambao ni wana umoja, sasa nazungumza kama katibu mkuu, tumejipanga
tumeainisha kwenye mkutano wetu mkuu, tunaenda kufanya festival ya aina yake itakayovuta wawekezaji. Mwaka huu tumeanza tu na zawadi ndogo ambayo ni milioni 2 kwa mshindi wa kwanza. Atakayeshinda ni milioni 2 zawadi ndogo, mshindi wa pili atapata milioni 1.5, mshindi wa tatu atapata milioni 1. Timu zote zitakazoshiriki ni 500,000. Golikipa bora atapata milioni 1, mchezaji bora atapata milioni 1, timu itakayoshangilia mwanzo mpaka mwisho milioni 1, timu itakayoonyesha nidhamu milioni 1. Bajeti nzima ni milioni 61. Kwa hiyo tunataka tuwe mahali ambapo mchezaji ajivunie. Sasa sio zawadi tu hiyo, zawadi ya kifedha. Pia kuna zawadi ambayo kuanzia mwezi wa 10, Mungu akitupa uzima, timu zote zitakuwa zimeshatuma clubs, hivi vilabu vikubwa vitakuwa na uwakilishi pale. Nikisema clubs nazungumzia Yanga, nazungumzia Simba, nazungumzia Singida Black Star, nazungumzia zile timu kubwa zitakuwa na wawakilishi wa kuangalia vipaji. Hii ni zawadi. Kwa hiyo kata yoyote inaenda kushiriki ligi, lakini yule mchezaji ajue hata asiposhinda, kama amebahatika kusonga kipaji katika timu ya Yanga kinamtazama, timu teule, timu ya Simba inamtazama, na timu ya Singida Black inamtazama. Timu zote zitakuwepo. Kwa hiyo timu kubwa ndio mazungumzo ambayo tuko nayo, tunaendelea nayo, waweze kuwa sehemu ya ushiriki wetu. Kwa hiyo ni zawadi moja hapo pia. Hivi labda nikuulize swali. Mtu wa Minziro angetegemea anapoenda kucheza mpira anatazamwa na mtu mchunguzi anayetafuta vipaji kutoka Yanga? Hapana. Mtu wa Bwanjai anaweza akafikiria hilo litakuwepo, sasa linaenda kuwa. Na nimeshangaa kwenye zawadi unasema ni zawadi ndogo. Si ndogo hiyo. Ni zawadi kubwa hiyo. Ni zawadi tunaita ni ndogo. Tunaanza watupokee hivyo, tunaanza hivyo. Labda katika upande wa ushirikiano umezungumza kwamba na kwa sasa mnataka kuwavuta wawekezaji. Kwa yeyote labda ambaye anawiwa kwamba na yeye ni sehemu ya kuongeza zawadi, mtawakaribisha au labda kwa wanakusikiliza kwa sasa inawezekana kuna ambaye anasema nitasapoti niongeze zawadi kutoka hata milioni 2 kuja katika zawadi nyingine, maana Misenyi na uchumi mkubwa. Zawadi inaongezwa na atakayekuwa tayari, na kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7 nadhani tutakaa na vyombo vya habari, media zote za Tanzania na BBC kueleza jambo linaenda kufanyika. Tumelipeleka mwezi wa 7 ili tuanze kuwa tunaongea na vyombo vya habari vya ndani, kampuni itakayokuwa tayari kuongeza zawadi. Mlango uko wazi, na bahati nzuri wilaya yetu, ofisi ya mkurugenzi iko katika upimaji wa viwanja. Kama anataka kuweka mahotelini, kuweka hoteli, kuweka viwanda mbalimbali, anakaribishwa. Sisi lengo kuu la hii ligi ni kutangazia ulimwengu kuwa Misenyi ardhi inahitaji wawekezaji. Mto Kagera unatakiwa kutumika namna gani? Lanchi iliyoko Misenyi inatakiwa kutumika namna gani? Na nadhani mnaona hata wengine juzi tu kuna mtu wawekezaji wameshaanza kuleta, niliona kwenye umoja wetu wanaoanza kuwekeza wameshaleta wataalamu kutoka nje ya nchi, namna bora ya kuanzisha samaki wa vizimba. Ni namna gani ambacho kilimo cha mpunga kiwe namna gani kitakachokuwa bora. Nina imani unaweza kuona Tungulia kwenye umoja wa jicho la Misenyi wawekezaji wameshaanza kuja, na wengine wameshaanza kutoka Dar es Salaam kwenda kuweka mazingira sawia. Tunahitaji wote, hata mimi nilioko Dar es Salaam nirudi mkoani kwangu, wilayani kwangu, nile matunda yaliyo kwetu. Sasa tumeona watu tunang'ang'ania mjini, kwa nini wawekezaji kwetu asiwepo? Ndio maana sisi tulio mjini tumestudy vitu gani vinatufanya tuvutike mjini, sasa ndio tunataka kuviweka kwenye wilaya yetu, mkoani kwetu. Nakushukuru sana bwana Francis Luta, katibu wa umoja wa jicho la Misenyi, na hiki ambacho umekuja nacho. Hakika tutaendelea kukuhitaji katika upashanaji wa habari mbalimbali. Labda kama unataka labda kuacha mawasiliano yako kwa wale ambao ni wadau mbalimbali wa maendeleo watakuhitaji kwa maoni mbalimbali na ushauri, lakini pia
na kuangalia ni kwa namna gani na wenyewe wanaweza kuwa ni sehemu ya kuongeza zawadi. Lakini pia kama unaweza kumalizia kuzungumza na wasikilizaji. Ninashukuru sana na nimefarijika kwa mara ya kwanza baraka zimemiminika kwangu kusikika kwenye kituo hiki. Nilishawahi kuja nikiwa chuo zamani sana hapo Karagwe kwenye masuala ya mbalimbali. Leo nimefarijika sana kusikika na nifungue mlango na mtatupokea. Tutatumia sana redio hii, manake katika redio ambazo zimekuwa selected za mkoa ni redio 3. Karagwe ni namba 1. Nadhani tutatumika sana kwenye kituo hiki. Cha kumalizia kwa dakika chache zilizobaki, kamati inayoratibu Misenyi Cocoa Cup, na wengine wanaweza kujiuliza kwa nini tumekuja na Cocoa Cup, tusije na Bitoke Cup, tusije na Miwa Cup. Tunahamasisha kilimo cha kokoa. Tumeona kokoa ni kilimo ambacho ardhi ya Misenyi ina support. Kwa wawekezaji katika kutafuta fursa za kuwekeza, tumesema ngoja tusapoti na Misenyi Cocoa Cup. Na next year tunaweza tukaja na aina nyingine ya cup ambayo ligi tunakuja nayo. Tunaweza tukaja na Maziwa Cup kulingana na aina ya uhitaji wa wananchi wanataka nini. Cha kumalizia, hii kamati ya Misenyi Festival inaongozwa chini ya Jonathan Kasano. Huyu Jonathan Kasano anatokea kata ya Kanyigo, ni mwenyekiti wa sanaa, tamaduni na michezo. Katika utendaji wa mpira, umoja wa jicho la Misenyi umeona anafaa kuwa mwenyekiti. Kwa sasa yeye ndo CEO wa Singida Black Star. Wanayojua Singida Black Star, matunda yote yamepatikana chini ya Jonathan Kasano. Kuna sisi umoja ukaonekana ukamuonelea kwa kuwa ni mwana umoja, tumpe kuwa mwenyekiti wa kamati ya sanaa, tamaduni na michezo umoja wa jicho la Misenyi, kwa kuwa anatokea Kanyigo. Tukashirikiana naye tukazungumza namna gani ya kuleta ligi iliyo yenye hadhi. Huyu CEO wa Singida Black Star mwana wa Kanyigo akasema, tukashauriana ikawa katika mfumo ambao mnaiona. Kwa hiyo hili jambo liko serious na Watanzania wa Misenyi na wanakaragwe watakuja kusema kumbe naisho ntubasa. Sasa tunataka kuonyesha reality. We turn our knowledge into reality. Asante sana mtangazaji, karibu Misenyi mwezi wa 8, nakaribishwa kwa uwekezaji. Kwa mawasiliano zaidi nadhani naomba namba yangu uitaje, na ninaomba sana wana-Karagwe kuanzia mwezi wa 8 mje muone vitendo, na hii redio itatumika sana kuanzia mwezi wa 7 katika hamsha za mambo haya.